RC Safari Rally yanaendelea katika kaunti ya Naivasha. Katika kaunti ya Nakuru ni radhi mtazamaji mji wa Naivasha, huku Wakenya mbalimbali wakijitokeza kushuhudia mbio hizi. Mwanahabari wetu Tony Kwalanda amepiga kambi huko wakiwa na Willy Dennis Njiru, na moja kwa moja tunaungana na Tony Kwalanda atuelezee mchakato mzima ya mbio hizi zimefikia wapi. Je, Wakenya wamewasili na mbio zenyewe iwapo zimeng'wananga? Kwalanda, hujambo na karibu. Asante sana Eva Rugal. Ulivyosema kabisa, niko hapa katika sehemu moja ya mashindano haya ya WRC Safari Rally ambayo yanafanyika huku Naivasha katika kaunti ya Nakuru. Hapa niko kwa sehemu moja ambayo imekuwa ikitumiwa ama madereva wamekuwa kizuru sehemu hii ama kituo hiki ambacho kinajulikana kama Sleeping Warrior. Na ni kwa nini kinajulikana kama Sleeping Warrior? Ni sababu kuna ule mlima ambao unaona pale nyuma, mlima ambao kwa karibu sana unafanana ama unakaa kama warrior fulani ambaye amelala, sleeping warrior. Najaribu kutafuta sleeping warrior kwa lugha ya Kiswahili, lakini inaonyesha kwa mlima ule unaonyesha ni mtu ambaye kama warrior fulani pale ambaye amelala. Ni kituo kimoja ambacho kinatumika katika mashindano haya ya Safari Rally. Sehemu hii ni yenye umbali wa kilomita karibu 27 na madereva hii leo wamezuru vituo vitatu. Cha kwanza ni hapa Sleeping Warrior. Kama unatoka Nairobi, ukifika sehemu inayojulikana kama Kikopey, unaingia mkono wako wa kushoto, pale utapata hii sehemu inayojulikana kama Sleeping Warrior. Kwa hivyo madereva asubuhi mwendo wa saa 2, saa 4 na saa 5 waliweza kuzuru hapa. Walianzia na Sleeping Warrior kisha wakaenda Elementaita. Elementaita iko imepakana na sehemu hii ya Sleeping Warrior, iko kando tu na hapa sehemu ambayo tumesimama, na hiyo sehemu ya Elementaita ni yenye umbali wa karibu wa kilomita 17. Kisha pia madereva wamepata fursa kuweza kuzuru sehemu inayojulikana kama Soisambu yenye umbali wa kilomita 30. Kwa hivyo unaweza ona hapa kuna utulivu fulani. Inamaanisha kwamba madereva tayari walikuwa wamemaliza raundi ya kwanza ya kuweza kuzuru sehemu hii ya Sleeping Warrior hapa Kikopey, Naivasha, kaunti ya Nakuru. Na utakumbuka kwamba kwa sasa hivi kuna wale madereva wa kigeni ambao wanaendelea kubobea. Kwa mfano utamjua kama yule dereva ambaye ni bingwa mtetezi kutoka Ubelgiji, anajulikana kama Thierry Neuville, na pia kuna yule dereva ambaye alishinda mashindano haya mwaka uliopita, haya mashindano ya Safari Rally, anajulikana kama Kalle Rovanperä kutoka nchi ya Finland. Ni madereva ambao pia wanapiga upato kuweza kushamiri katika mashindano haya. Wakenya pia wako kwenye mirindimo ama mambo mawili matatu katika ya Safari Rally hapa. Utakumbuka kwamba Carl Tundu ambaye ni bingwa mara 5 katika mashindano haya pia anawakilisha akipeperusha bendera ya Kenya kwenye mashindano haya. Tuko na yule bingwa barani Afrika anajulikana kama Hamza Anwar, pia anapiga shughuli yake hapa hivi kuweza kupeperusha bendera ya Kenya. Kwa hivyo tumekita hapa, tunangoja, tumearifiwa kwamba magari yako mule ndani. Kumbuka ni sehemu ya kilomita karibu 27. Kwa hivyo wanapita kule, wanajipinda magari yao, wanapita kule ndani ili kabla hajaweza kumalizika hapa. Hii ni ile sehemu ya ambao anasema ni finishing section ya Sleeping Warrior. Kwa hivyo tumekita hapa kambi tuweze kukujuza ama kuonyesha mambo yalivyo. Nakumbuka kwamba TV47, Radio 47, Digital 47 wataweza kupeperushia mashindano haya moja kwa moja hapa tukiwa katika sehemu hii ya Sleeping Warrior. Kumbuka tuko hapa, kipindi chetu cha Sports Extravaganza tunakipigia hapa pamoja na mwenzangu Arocho. Kumbuka pia siku ya Jumapili hapa pia tutakuwa kule Hell's Gate kuweza kuletea mambo kamili. Na pia katika mashindano hatuko tu sehemu moja peke yake, tuko pia na mwenzetu anayejulikana kama Willy Dennis Njiru ambaye ako sehemu nyingine ya mashindano haya ya Safari Rally. Kwa hivyo tuko hapa tunategea, lakini kwa sasa naelekeza kwamba niweze kumrushia mwenzangu, lakini bado naambia kwamba anajitayarisha kwanza. Wacha niendelee kujuzia zaidi hapa hivi. Baadhi ya madereva wengine ambao tuko kwenye kikosi cha timu ya Kenya ni Jeremiah Wahome ambaye utakumbuka kwamba anaweza kubobea katika mashindano ya kitaifa ya magari ya kushindana ya humu nchini ya KNRC. Madereva wengine ni Saman Vohra,
ambaye pia hapa nchini ameweza kushamiri katika mashindano ya kitaifa. Tuko na mwingine anajulikana kama Jasmith Chana ambaye ameweza kushiriki mashindano kwa muda mrefu sana. Tuko pamoja na Evans Kavisi. Kumbuka pia katika mashindano haya kuna wanadada ambao wanaandikisha historia kama wanadada wenye umri mdogo kabisa kuweza kushiriki katika mbio hizi. Anajulikana kama rafiki yangu mzuri, anajulikana kama Tinashe Gatimu. Atakuwa anasaidiwa na dereva mwenza ambaye ni mamake Karo Gatimu katika gari watatumia Subaru Impreza GTI. Pia tuko na dada hapa anajulikana kama Pauline Shegu pamoja na Ayuko watakuwa akishiriki mbio hizi, na ni kwa mara ya kwanza, kumbuka, Pauline Shegu anaweza kushiriki kwenye mashindano ya bara Afrika kama mwanadada wa pekee. Kwa hivyo ni mbio ambazo tunaweza kuzipigia upato kabisa, na tutaendelea kukita kambi hapa kujuza zaidi. Mashabiki wamejaa hapa, lakini kwanza wacha nikurushie kwa mwenzangu Willy Dennis Njiru aweze kueleza mambo yalivyo katika sehemu zingine za mashindano haya. Naam, asante sana mwenzangu Tony Kwalanda, ukiwa katika eneo la Sleeping Warrior katika kaunti hii yetu tukufu ya Nakuru. Bila shaka ni kaunti yenye shughuli nyingi, zile za shughuli za uendeshaji wa magari mbio za ulimwengu, ambapo kwa sasa tunaendelea kuwaletea mbashara hali na matukio yalivyo katika eneo hili la Olkaria. Midi ya saa 7 na dakika 33 shughuli hii nzima imeshang'oa nanga katika mkupuo ama zamu ya pili, ambapo jinsi ambavyo walivyoratibiwa kuzunguka katika midi ya asubuhi, hivyo ndivyo itakavyokuwa. Na basi na kupoteza muda, ninao mashabiki wengi, songa mbele kidogo, watakao kuwa wakitueleza mumefika hapa kutoka wapi, mnashabikia nini na hali iko vipi. Jitambulishe kwanza. My name is Nyambura, an automotive sports fan. Glad to be at the Kenzen stage with the whole crew. Wao, unahisi vipi? Hali imekuwa vipi kipindi cha asubuhi, magari yenye mbio? Tumefurahia sana kuona magari yakijaribu kuzunguka kama mviringo, nusu mviringo mahali hapa Kenzen. Na tumehesabu zingine tukaona ziendi mbio sana, lakini zingine zinaenda mbio vilivyo. Yes. Haya, wacha tusikie kutoka kwa jamaa. Karibia hapa kidogo, nieleze jina lako, gari lako linaweza mudu mbio kama hii? Jina langu ni Korir. Haiwezi kabisa, tusidanganyane, tuambiane ukweli. Hizi magari hata ziko scary. Vile zinaenda ni moto sana kabisa. Tumefurahia. Unaweza eleza Wakenya wengine wa vipi? Kama wako hapa nao wana miss vitu mingi sana kusema ukweli. Mtu mwenye yuko hapa leo sijui ako wapi kabisa. Weekend imeanza. Hata sikumbuki leo ni siku gani. Asante. Wacha tusikie kutoka kwa mwingine. Karibia hapa, nieleze jina lako, wewe ni unashabikia magari, mbio za magari? Okay. Kwa majina naitwa Pauline Saisi. For me, I'm so excited. It's my first time. Nimeenjoy sana. Na next year sitakosa. Yes, nimelearn vitu mingi nilikuwa sijui, lakini sasa nimejua. And I'm so excited and I can't wait for part 2. Yes. Thank you. Asante. Bila shaka nimemwona bingwa mmoja hapa ambaye ni mwakilishi wadi wa eneo hili. Hali iko vipi leo mheshimiwa? Jitambulishe kwanza watazamaji waweze kukuona. Naam, jina langu naitwa Peter Palanga. Mimi ndiye MCO maeneo haya. Nimefurahia sana katika safari rally hii. Na hivi tumepata wageni. Tumefurahia pia hapa, hali ya uchumi imeimarika vilivyo. Tumepata wageni kutoka kila sehemu ya nchi na hata nje ya nchi. Umejifikisha hapa kwa capacity ya MCA ama mshabiki wa? Nimekuja kama shabiki wa michezo hizi na mambo ya magari hizi, ambapo tumefurahia sana. So sijakuja hapa katika hali kama nikiwa MCA, nimekuja kama shabiki wa magari haya safari rally. Naam, tutaweza kusema nini kwamba rais alizindua mbio hizi akizingatia kwanza tutakuwa tukifanya ile inaitwa green energy, kushabikia matumizi ya tukipunguza uharibifu wa mazingira. Ni jambo nzuri ambalo tunaliunga mkono kwa dhati, na tunaomba kwamba hali hii iendelee. Hata kwa nchi za kimataifa tunaomba kwamba waendelee hata kutufadhili na kutusaidia kuleta hii safari rally katika maeneo haya na hata katika nchi ya Kenya kwa jumla. Asante. Wacha tumalizie na jamaa hapa. Karibia ndugu, nieleze jina lako na inahisi vipi? Umetoka katika eneo gani? Kwa majina naitwa Eliud Barchok, nimetoka maeneo ya Kericho na tumekuja hapa kushuhudia mbio za magari hapa. Na kweli hapa tumekuwa na sherehe na raha ndio imeanza sasa. Naivasha sherehe sasa ndio inaanza. Sherehe imeanza.
Ni nani alikuwa wa kwanza kuweza kuanza safari hii Mwemidi asubuhi? Mimi ni shabiki wa dereva pale Ravensbera na naona akishinda hii sport. Yes. So kama jinsi ambavyo ilivyokuwa mwaka uliopita, orodha ya 3 bora pengine unaweza pea nani? Pengine ni Noville. Yeah. Yes. Naam, asanti sana kwa muda wako. Ninashukuru sana Rugaival. Mambo ni kama hayo, na kipindi cha pili cha mkondo huu siku hii ikiwa siku ya Ijumaa, bila shaka shughuli hiyo imeshang'oa nanga dakika chache zilizopita baada ya kupata huduma ya marekebisho ya magari haya katika eneo la chuo cha KWS kule eneo katikati mwa mji wa Naivasha, na sehemu fulani hivi magari haya yapo njiani tu, alafu baada ya kipindi yatakuwa kifika katika eneo hili, na midi ya saa 10:30 hivi magari hayo yatakuwa yamemaliza shughuli zao za siku hii na zitakuwa zikirejea katika eneo hilo la KWS pale mjini Naivasha ili kuweza kukaguliwa vingine na kuweza kuangaliwa kwamba yako tayari kuanza safari hii hapo kesho. Na itakumbukwa kwamba eneo ambalo Tony Kwalanda hapo huko ndiko kuliko na shughuli nyingi tu, na imekuwa safari ngumu ikizingatiwa kwamba mikondo mingine wakati huu imekuwa ya kuzunguka na nyuma, kama vile saa inazunguka upande wa kulia, sasa inakuwa ni kuzunguka kwa upande wa kushoto. Tutazidi kuwajulisha watazamaji wetu jinsi mambo yanavyojiweka na kujipanga kutoka upande huu wa Naivasha, na ni hayo tu kwa sasa, na kurejeshea usukani kwako mwenzangu Rugaival ili ukaweze kukamilisha taarifa zetu za habari. Naam, asanteni.